Kitabu cha Hesabu 25 mstari wa kwanza. Wana wa Israeli, maandiko yanasema na Waisraeli wakakaa Shitimu. Biblia inasema hivi, wakaanza kuzini na wanawake wa Moabu kwa sababu walioalika waende sadaka. Kwa hiyo kumbe sadaka ikatengeneza mfumo wa watu watakatifu wa Mungu wakaingia kwenye zina. Kuja nielewa, ngoja niseme vizuri. Nasema hivi, kwa sababu walitoa sadaka zao kwa Mungu. Elewa, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake. Kwa hiyo walipotoa sadaka zao kwa wale miungu Baali Peori, wanawake wale walioitumikia ile miungu, Biblia inaita wanawake wa Moabu, hao wana wa Israeli wakajikuta wameanza kuoa kule, wakajikuta wameanza kuishi nao, wakawaona watu ambao ni maadui zao wamekuwa ni halali. Kumbuka Balaki ni mtu aliyepanga vita namna kuwapiga wana wa Israeli. Kwa hiyo kuna mfumo wa maisha ulionao, sio kwa sababu ni wako wako, baada ya adui zako kujua ya kwamba mazingira ulionao umewaweza, wanachokifanya nini? Wanakualika sadakani. Sasa nitoe mfano mdogo. Ninapozungumza swala la sadaka, utanielewa ya kwamba watu wa upande wa pili wanaamini miungu mingine. Kabla ya kuanza mwaka lazima uwe na hesabu ya sadaka. Na wanapomaliza mwaka lazima uwe na sehemu ya sadaka. Lakini si ndivyo kwa Wakristo wengi ilivyo, kwa sababu hata akifanya hivyo anafanya kwa namna ya mazoea, anafanya kama utaratibu wa kanisa. Si kitu kilicho ndani ya nafsi yake kwa ajili ya kufuna kitu kilicho kwenye malango na kwenye maono alionayo kuanzia huo mwaka. Si kitu kilicho ndani kabisa kwenye nafsi yake. Kwa hiyo hawa watu wakaanza kuingia kwenye zina. Kwa lugha nyepesi naweza kusema hivi, wakafika mahali wamesahau kama wanaenda Kanaani, mahali kuliko na mito ya asali, mahali kuliko na matunda mazuri, kuliko na maziwa. Wamesahau zile baraka zilizokuwa wanakotakiwa kwenda, wakajikuta wamekaa Shitimu, wakawapenda wale wanawake, wakaishi hapo. Ndio tumefikia mwisho. Okay, angalia mfumo wa maisha ulionao ukoje? Ofisi ulionao, angalia majukumu ulionayo ofisini, angalia kwenye familia kukoje, na mfumo maisha bado unatamani kusonga mbele au umeshaona ni hali ya kawaida. Inafika tu na msikiapo anasema bora hata nisiwe na hela tu madam nina amani. Ngoja nikwambie, kuwa na Yesu afu na hela kuna utofauti na kuwa na amani huna hela. Alafu maandiko yanasema hivi, Yesu Mungu ni mwingi sana wa utajiri na nini? Na heshima. Sasa wewe maisha yako kwanza hata kwenye mtaa hawakuheshimu na unasema na Yesu. Okay, kumbe kuna malango bado hayajafunguka kwako. Nikuzungumzie kitu cha pili. Ukisoma mambo ya Walawi 17:7 anasema hivi, 17:7 mazingira haya anasema hivi, wala hawatatoa dhabihu zao tena kwa wale mashetani ambao huwafuatia ili wafanye uasherati nao. Kwa hiyo angalia, kumbe kuna watu wana uwezo wa kuwa wanazini na majini, wanazini na mashetani ila wasijue. Sababu ni sadaka zilipotolewa. Kumbuka moyo wako ulipo, lazima pawe na hazina yako. Kwa kama mlango wako ni mdogo na dhaifu, unaweza kuwa ni mdogo na hauwezi ukaufunga ukawa na ulinzi wa kutosheleza kulinda moyo wako. Kwa hiyo kumbe mtu anajikuta kwenye ndoa, hata ushirika mtakatifu wa kwenye familia hauna haja. Kwa nini? Ni desturi ya upande wa pili, lazima washiriki hiyo meza ya Bwana. Yesu asifiwe. Jambo la mwisho